linalotoka kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari ule wa 14. Maandiko yanasema, maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Hii ilikuwa barua ya Mtume Paulo kwa Thesalonike. Katika safari ya kutangaza Injili, Mtume Paulo akitokea Filipi, ambapo alikuwa anaendelea kutangaza Injili pale Filipi, pale pia ambapo walipitia dhoruba na changamoto mbalimbali wakiwa pale Filipi katika kutangaza Injili, hadi ikapelekea wakapelekwa gerezani kwa ajili ya kutangaza Injili ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Lakini wakiwa gerezani, Mwenyezi Mungu kwa nguvu zake, kwa miujiza yake anawafanikisha kutoka pale. Ndipo wanaelekea mji wa Thesalonike. Walipofika pale Thesalonike, Mtume Paulo pamoja na wafuasi wake kina Timotheo bado waliendelea na ile kazi ambayo walianza nayo kule Filipi ya kuendelea kutangaza neno la Mungu, pamoja na changamoto walizotoka nazo kule, lakini haikuwakatisha tamaa. Waliendelea kumtangaza Yesu Kristo. Walipofika katika mji ule wa Thesalonike, napo pia haikuwa rahisi. Walianza kutangaza Injili, lakini bado walikumbana na changamoto pia hapa. Haikuwa rahisi. Changamoto zile zile kama zilivyokuwa kule Filipi, hapa pia bado walikumbana nazo. Lakini katika kutangaza Injili, wapo walioamini, katika kuwasikiliza wapo ambao waliamini neno la Mungu baada ya kuhubiriwa na Mtume Paulo. Baadhi ya Wayahudi na Wayunani baada ya kusikiliza neno wakaliamini na kuanza kuungana naye Mtume Paulo. Lakini baadaye tunaona ikaja kutokea vurugu pale. Baadhi ya Wayahudi ambao walikuwa hawajapenda kile kitendo ambacho Mtume Paulo na wenzake walikuwa wanafanya pale cha kuendelea kutangaza Injili kwamba huyu Yesu anayewahubiria ndiye Kristo mwenyewe. Basi wakakusanya vikundi vya wahuni ili kuleta ghasia pale, ili tu wasifanikiwe tena kuendeleza ile Injili, kuendelea kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Ndipo ikabidi kujiokoa, wakaondoka pale katika usiku mkuu, wakaondoka wakaingia mji mwingine wa Berea. Lakini pale walihudumu kama majuma matatu, kwa hawakuhudumu kwa kipindi kirefu. Ndipo walipofika Berea kule, walikutana na hali ya tofauti. Watu wa kule walikuwa waungwana, waliwapokea vizuri, na pia walipokea yale mafundisho walikuwa wanafundisha kwa moyo. Ndipo walipokuwa wamekaa pale, baada ya muda Mtume Paulo alituma Timotheo, alirudi kule Thesalonike kuangalia ile kusanyiko changa la wale ambao waliwahubiria wakaamini, maendeleo ya lile kusanyiko kwamba wanaendeleaje.
Ndipo Timotheo alipoenda na aliporudi akamletea taarifa kwamba wanaendelea vizuri na kusanyiko lina nguvu, wanaendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu, lakini wana maswali ambayo wanajiuliza ambayo yalikuwa yanawatatiza, kwamba kuna baadhi ya washiriki au waamini wenzao ambao walifariki, na ikawa inadhaniwa kwamba wakisha kufa basi na habari yao ndio imeisha. Hata Bwana atakaporudi kwa ajili ya unyakuo, wao wasingepata ile nafasi tena ya unyakuo. Ndipo Mtume Paulo anawatumia barua, na ndipo tunapata hili neno la leo. Anawapa moyo, anawapa tumaini na kuwapa ujasiri na uhakika. Ndipo hapa tunapata kwenye hii sura ya 4 mstari wa 14, anawaambia kwamba maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Lilikuwa ni neno la faraja sana, kwa ajili tayari walikuwa na wasiwasi kwamba ndugu zao waliotangulia mbele za haki, basi Bwana atakaporudi wao hawatakuwa na nafasi tena hii. Lakini ukisoma hii sura, Mtume Paulo anawaeleza kwanza, hapa anatumia neno kwamba wamelala. Ni kama Yesu Kristo alipokuwa anafanya ufufuo, ndugu wa yule marehemu alikuwa na wasiwasi, akamwambia huyu hajafa, amelala. Hapa napo tunaona Mtume Paulo anatumia neno kwamba wamelala. Ni kama tunapomaliza shughuli zetu za kila siku, tunaporudi nyumbani tunajipumzisha, kwa maana ya kwamba tunalala tukiwa na tumaini kwamba kesho tutaamka tena. Ndio maana hata unapoingia kulala unajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu na kuyakabidhi yale malengo yako ya kesho kwa Mwenyezi Mungu, kwa ajili ukiamini kwamba kesho tena utaamka. Ndivyo Mtume Paulo alipokuwa anawapa moyo kwamba hawa wamelala, ila Bwana atakaporudi atawafufua kwanza kwa kuwavalisha wale waliolala katika Kristo, kwa kuwavalisha mwili wa utukufu. Ndipo walio hai nao watavalishwa ule mwili. Baada ya hapo ndipo tutamlaki Bwana mawinguni. Kwa hiyo aliwaondolea mashaka kwamba kitendo cha mtu kufariki katika ulimwengu haimaanishi kwamba habari yake ndio imeisha, bali amelala tu. Kwa hiyo tunaona kwamba njia ya kaburi ni kama ni njia tu ya kupita, si kwamba mtu akishazikwa basi ndio mwisho wa kila kitu, bali ni njia ya kupita, kama Yesu Kristo alivyopita. Yesu Kristo akiwa kama ndio kielelezo chetu, alikufa lakini siku ya tatu akafufuka, baadaye akapaa mbinguni. Ile njia ndio na sisi tutaipitia, tutapitia hiyo kifo, lakini baadaye atakaporudi tutafufuliwa tena na kwenda kumlaki Bwana maungoni. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kama mkulima anapopanda mbegu, anakuwa na uhakika na izika hii, lakini itachipua na kuzaa tena. Lakini tunaona kwamba anasisitiza hapa
kwenye huu mstari wa 14 anatoa hili tumaini na pia anasisitiza kwamba waliokufa katika Kristo, ikiwa na maana gani? Na sisi pia leo tunapata hili tumaini kwamba tutakufa lakini tutafufuka, lakini kwa namna gani? Ndio maana anasema hapa waliokufa katika Kristo. Na sisi leo katika ulimwengu tuliomo, naamini kwamba ulimwengu tunapita, lakini ndio sehemu ambayo tunatakiwa tujiandae kuweka uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu kwa kuishi ile njia ya Kristo aliyotuelekeza, kwa kuyaishi mema, kuishi utakatifu kama Kristo alivyokuwa hapa ulimwenguni. Alikumbana na dhoruba mbalimbali, lakini haikumuondoa kwenye kuishi utakatifu, kuitangaza Injili. Ile kusudi aliliishi. Ndio maana na sisi leo, ili hata tutakapokufa tufe katika Kristo, tunapaswa tuishi njia ya Kristo kwa kuyaishi matendo mema, kwa kutangaza Injili, kwa kuhudhuria ibada takatifu, kushiriki meza ya Bwana. Hayo ndio maandalizi yanayotuweka karibu na Kristo. Hata tutakapokufa tutakuwa tuna uhakika kwamba tumekufa katika Kristo. Tutakuwa tunasubiri ule ufufuo atakaporudi kwa ajili ya kunyakua. Hivyo na sisi leo tunaishi katika ulimwengu ambao umesongwa na mambo mengi sana, katika utafutaji, katika pilika nyingi, lakini isituondoe katika kuishi kwenye kusudi, kwenye njia ya Kristo aliyotuelekeza. Tusikengeuke, tuhakikishe Kristo anaishi ndani yetu na sisi tunaishi kwenye njia yake kwa usahihi, kwa sababu tunapoishi katika njia sahihi ndipo tunapata hata nafasi, tukiwa kwenye maandalizi ya ibada kwa ajili ya wenzetu waliotangulia, milki ya wafu waliolala katika Kristo. Tunapata nafasi hiyo pia tukiwa tunaishi njia ya Kristo, tunapata hiyo nafasi pia na sisi ya kuwaombea, kama ilivyo imani ya kimitume kwamba tunaombea wenzetu waliotangulia milki ya wafu. Ila kwa kuwaombea huko, na sisi lazima tupo kwenye hiyo njia, tukiishi katika njia ambayo Kristo alituelekeza, basi hata maombi yetu tunaombea hao ndugu zetu waliotangulia katika milki ya wafu, Mwenyezi Mungu atayasikia na kuyapokea, na itawasaidia ndugu zetu hao ambao wametangulia milki ya wafu kupitia maombi yetu, sadaka zetu, nao pia wapate nafasi ya kuwekwa sehemu salama, ili hata Bwana atakaporudi nao waweze kuwa wa kwanza kufufuliwa, na sisi tutakapobadilishwa ule mwili, huu mwili wa uharibifu, na kuvalishwa mwili wa utukufu, tujumuike nao kumlaki Bwana pale mawinguni. Hivyo tunajifunza kwamba na sisi tujiweke katika njia ya Kristo. Haijalishi tutapitia katika njia gani ngumu, lakini zisitutoe, au ushawishi wa namna gani, lakini usitutoe katika hii njia tuliyoiamini, ambao hadi leo tuko hapa kwa ajili tunaamini Kristo alikuja kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili yetu. Ndio maana hata leo tunakusanyika mahali hapa kwa ajili tunaamini hivi. Basi tuendelee kuishika hii imani, kwa ajili Kristo alisema tukimwamini yeye tutakuwa tumemwamini Mungu aliye mbinguni, na hata tutakapoomba kupitia jina lake, Mungu atasikia sala zetu na maombi yetu, na sadaka zetu zitafika kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo hata maombi yetu tutakayoyaomba na sadaka zetu tutakazozitoa kwa ajili ya ndugu zetu waliotangulia kwenye milki ya wafu,
basi Bwana yatapata nafasi mbele za Bwana, na tutakuwa msaada kwa wenzetu pia waliotangulia kwenye meza ya wafu. Hivyo ni sisi kwanza kujitengeneza na kuendelea kusimama imara katika hii njia tuliyoichagua ya kumwamini Yesu Kristo kwa usahihi na kwa imani kubwa, kwa uaminifu, kama Mtume Paulo alivyoishi wakati anahubiri Injili takatifu. Walipitia misukosuko mingi hivyo hadi kupelekwa gerezani, kupigwa viboko, walipitia dhoruba mbalimbali, lakini haikuwakatisha tamaa au kuwahamisha katika kusudi. Walidumu. Ndio maana hata hapa leo anawapa tumaini Wathesalonike kwamba waendelee kuwa na imani hiyo. Hivyo na sisi tuendelee kudumu katika imani hadi tutakapo subiri wakati Bwana atakaporudi kwa ajili ya kunyakua kanisa lake. Tuendelee kuwa waaminifu na kudumu katika imani. Bwana abariki neno lake.